So tunafanya kama Monday tunafanyaga tuseme Monday to Saturday tunapiganga tu TV mbili. Morning na afternoon na after. Okay. COVID bana mambo. Buda ndio ulikuwa umesign, umekam, umeanza kutulia, umepiga game kidogo COVID. Bana kidogo COVID karibu mambo, but you know unajua tu ni vile kila mtu unajua health ya kila mtu ni important, ya mafans ya wachezaji pale, so ni important kuliko ball. So kitu kama issue kama hiyo ikitokea, ni kitu imetokea dunia mzima, so ni poa kuchukua precautions, alafu mambo ikirudi poa baadaye then tutarudi tena ball. Iko sawa, health safety first, sio? Kweli. Mimi nataka kuunderstand kitu moja. Kuna kitu moja sielewi. Unajua watu wa Kakamega hizi mambo za kusafiri na tulemea sana. Kuna hili unacheza ni ya MLS, sio? Hiyo ni Major League Soccer. Na Major League Soccer kwangu kama mtu ule nimesoma Ocha na understand league ya states. Inakujaje inakuwa tena Canada, States mnacheza league same? Okay, so naweza kuambia hivi, naweza kuexplain pia rahisi hivi. Unaona kama England Premier League. Swansea na Cardiff ni team za Wales. True. Lakini so zinacheza Premiership. I think ni stronger kwa country zao, so they have to play like in a very competitive league. Kwa wakicheza kwa ligi yao they are very strong. So hapa nafikiria Canada league is not that strong like MLS. That's why unapata Toronto, Vancouver na Montreal wanacheza MLS. Hawachezi in their local leagues, but also kuna kogana cup fulani ya huku. Hiyo cup ndio decide nani anaenda kucheza Champions League, CONCACAF Champions League. So hiyo wanachezaga within this area. Wanachezaga within this area, so unapata Vancouver, Toronto na timu za huku za league zinapatana, zinacheza pamoja. Impact, Montreal Impact zinacheza pamoja, zinapatana kwa hiyo cup. Ule mtu anashinda hiyo cup ndio anapata hiyo position ya kwenda hiyo CONCACAF Champions League. So iko very complicated. Hata mimi mwenyewe saa zingine nili understand kidogo, bado sija understand in full. Sasa ule anataka kusoma zaidi ya Google tu, itabidi watu wa Google. Itabidi. Buda, life Canada ukikompare na mali kama England. Umecheza England miaka kama I think 5 years plus. Compared to Canada, although hujakaa sana Canada, unaweza isemaje, unaionaje compared to England? I think especially city niko Montreal. Montreal ni kama European city. So iko very diverse. Unajua watu wako na hiyo love. Unaona ni more the same kama tu England. Okay. Lifestyle is more the same. Culture pia ni different culture naweza sema, lakini they have respect, unajua. Wanajua kuongelesha watu, wanapenda wageni, so it's much similar, more or less. Okay. Ukiangalia backdrop ya mine hapo, kuna picha yako na legend mwenyewe hapo, Thierry. Unajua wengi wetu wale tumegrow up tukicheza ball, kama striker walikuwa na live up kucheza na kama mtu kama Thierry Henry, sijui kama nimeitoa poa. Unajua French pia, French is not our language, but how does it feel playing under such a legend, mtu kama Henry, style yake ya management compared na maybe him as a person? I think naweza sema play under manager yeye ni pleasure, no? Kila mtu anapenda kucheza kwa manager yeye. Ni young, ni mtu ako na experience, more experience, anajua game inside out. A lot yanaweza fanya mtu improve. Okay. So kama any player yote bado unaendelea na game, you can learn a lot from him, so it's important to have him as a manager. Okay.
That is just something to nilikuwa nataka tu background kidogo ya Canada, vile una settle in, because unajua there's not much that you can talk about because pia haujakaa huko pia sana. Nilikuwa nataka kuuliza kitu about foundation yako mostly. I think hiyo ndio the reason why nilikucontact, mostly about your foundation. Na juzi pia niliona through your family mlifanya kitu kwa Mathare. Is it related to the foundation? But firstly, just take us through your foundation. Foundation, of course, family inajua inanipea support. Of course, foundation, family wako behind it pia, wananipea support, wanasukuma vitu, so tunafanya vitu pamoja. And foundation iko focused on education, healthcare na conservation. So ukisema conservation unamaanisha nini? Conservation, nikisema conservation namaanisha kunini? Namaanisha ni prevention of wasteful of resources. Unaona, yani kutafuta tunaweza opportunity ya kusaidia community bila ku waste resources na kutumia poa. Resources kama ukisema resources unamaanisha kama mali kama Dandora pale naonaga watu wanakuja wanakusanya tako na vitu kama hizo. Is it something to do with that? Nisema resources na kitu yote inaweza kuwa wasted. So vitu kama hizo unapata plastic, vitu tu zinaweza saidia. Unaona, kuna watu wako pia creative kwa hizi mtaa zetu. Unanipata? Kwa hizi mtaa zetu they are very creative but wana problem. Hata hiyo labda mtu anaweza wasukuma. Unaona? Unapata mtu anaweza fanya vitu mob sana. Tuseme na vitu kama unazima chupa za ma bottle tops. Na chupa. Yeah. Kuna wana make nazo, wana create nazo vitu stuff mob sana, mamat, nini. Unaweza unafanya vitu amazing. So vitu kama hizo, unaona? Na criteria ya kuingia kwa foundation ni gani? Na kuna age group. What is the criteria and what is the age group? Foundation si ati ni kitu unafaa kuingia, si ati watu wanafaa kuingia ama ni age yote, tunadili na age yote, wa mother, any age wale wana need, but also ni kitu naweza sema si kitu watu wanafaa kuingia, ni kitu tu tunaenda tunaangalia wapi tunaweza touch life. Aha, okay. Wapi tunaweza fanya vitu 2-3 kusaidia hapa na pale. So si ati ni kitu watu tu tunaingia. Sasa nimeshika. I think nime-understand because mimi nilikuwa najaribu kuangalia naona so mtu ana age group ni gani ama watu wanalipiwa mafi vitu kama hizo. Mimi nilikuwa na perception nyingine tofauti na maybe hiyo ni kitu maybe umeclarify. I think maybe most people got it wrong. So hiyo watu kulipiwa tulichukua watu niko na sasa watu karibu 9 or 10 I think. Wale tumewapatia full scholarship kutoka form 1 mpaka madechuo. So out tumewapatia full scholarship, kila kitu, books, kila kitu. Na hiyo ni kitu tu yani tulichagua because kulikuwa na wale watu walikuwa na need hiyo moment. So wana need hiyo moment tukapatia hiyo support. Of course kumekuwa na vitu zingine kadhaa tumefanya during this COVID. Kwa hizo ku hand out hizo hygiene packages. Okay, that is very commendable. Food stuff. Na bado kuna zingine pia tunafikiria kudu. Kiona pia watu wamekuwa na chip in pia families zingine, hata bisa zingine niko na family wanachukua vitu wanapeleka. Kuna family wanapenda kufanya, wataki kuwa nini, wanataka kuhelp kama na kitu wanataka kushikana, wasema okay wacha tupeleke hizi pia huko. So your foundation, it has nothing to do with football. It's a totally different angle ile or approach ile umechukua, sio? Ina work in all aspects. All aspects. Yani ball, kila kitu. Kila kitu, yeah. So at what point does it come and probably merge with the history unafanya Tonai Royal Wanyama Royal Cup? How does it merge with it? Ama it's totally independent? No, I merge now, but through hiyo Royal pia foundation inaweza pata labda
wale watu wako na talent 3 4 labda wana pia nini uwezo hawana uwezo fulani ya kufanya vitu zenye wanataka. Tukakuwa tunaweza labda tuwapatie hiyo, tunaweza solve hiyo problem yao, na itaweza come in through foundation. Na pia Roya pia imesaidia sana hiyo Roya tournament imesaidia sana kwa pia watu hii through Roya watu pia walikuwa wanalipiwa pia fee kiasi, wanapewa support ya madhara zao, wanapewa support kidogo za food stuff nini na nini za kule wata help watu wao na yani kila kitu ile kidogo hiyo tona ilikuwa ina provide, walikuwa wazazi walikuwa wanapata pia kitu through watu wao. So kuonesha pia wazazi watu hii usione wakienda kucheza ball, kuna yani hiyo wakienda kucheza talent yao msiwakatalie, wanaweza make a difference, wanaweza make a difference kutumia hii kipaji wanayo. So tunaenda kwa hivyo kidogo mtu ile kama ameshinda tona ameleta kitu fulani, mother anaona kama mtu yende anaenda ashinde acheze tona ashinde kitu fulani, tulete kwa hao jo tumesosi juu mtu yeye ameenda kucheza ball huko ametuletea ametuprovide food. So in the future mzazi anaona siwezi fungia mtu wangu, acha mtu wangu aende aoneshe talent yake. True. In the future mtu anaweza make in the future mtu anaweza make a living through hiyo kipaji yako na. True. Na talking of the tournament, the Wanyama Roya tournament, I've attended, I think nimeattend edition zote ya kwanza ya pili, last year niliattend. This year I'm sure kuna watu walikuwa na look forward, my team. I'm talking from someone who's also organizing a tournament back home. Naangalia ile expectation community konayo na matimu, unajua watu wamejipsych, alafu ndio hii COVID. Do you think you'll still have time to do it depending on how things go, ama itabidi tena tuangalie next year? Kuna nini, si unajua Roya kuna board members wa hiyo tona. Nasema board of governors. Board of governors wakati board of governors hapo Abdul kina Mariga na Jui na Juma, watu wengi kina Shafi. So watu kachini discuss, but sasa tujapatana, but ukiangalia tu vile kunaendelea depending na venye situation iko, maybe kukitulia labda December kunaweza kuwa possibility. Also ipelekwe December. Maybe I don't know how it will be, how things will fall. So just depending on everything, hiyo kwa kilio tunaitaga omurundu, nini ilikuwa na go through head yako vile ball ilidunda? Play ball ilidunda ilikuja tu we shoot, kwa kichwa wangu ilikuwa tu piga rumula piga yende rumula yende mali naenda because nilikuwa nasikia hiyo commentary hiyo jamaa anasema ni kama kushoot ilikuwa unaambiwa usishoot na vitu kama hizo, but ukaamua ku let go. Is it the best goal that you've ever scored in your career? Kusema hivyo inaweza kuwa ngumu because it's one of my best goals, naweza sema. It's one of my best goals because nikiwa Celtic pia nimefunga some nice goals na ile ya Barcelona ile Southampton as well. Acha hivyo alongside hiyo Barcelona kuna nyingine pia ilikuwa pia hivyo tu shot from a distance like Southampton pia some nice goals. So he's one of the best, naweza sema. He's one of the best. Tukiongelea Europe, because umekaa Europe sana, what is your best moment in Europe? Because nilikuwa najaribu kuongea na watu hapa na pale mtaani tu hapa gumzo ile, watu wanasema according to them as fans wanasema for them hiyo ni yao, wanasema hao wanaona ni kama ukiwa pale Celtic you are better treated in Celtic than maybe in England. What is your take? What is your best moment in Europe? Of course nikikuwa Celtic had also my best moment.
we were able to win trophies back to back. Tunashinda ma trophies. I've won Player of the Year there. And I had a good time there. And Celtic is more than a club. Celtic is more than a club. Celtic ni kama family. So if you join the club, you feel like you feel loved, you feel appreciated. Now they are very close, like to all the players. They give support to all the players inside football, outside football. Anything you need, wana jaribu kusaidia. It's just more than a club. So I had a good time there as well. And to other clubs as well, I had some good times as well. You know, I would say wherever I've been, I've made a bit of history. You know? If it's not in with the team, individual also. Okay. How would you sum up your final year at Tottenham? Kulikuwa na a lot of roller coasters, my injury, lack of playing time. How would you sum up your last year, your mwaka ya mwisho? I think it was tough. It was very tough. You know, coming through. I had a bad injury, and it took me a long time to come back. Na ilikuwa ngumu because you know ilikuwa saa zingine hata sidozi. Kutoka tizi na come naeka ice after nenda tizi. Labda tizi nimepiga rehab na come home round 1 naeka ice mpaka 6 ikifika na sosi. Quality wa dish saa zingine najipikia na sosi. Nikisosi narudi tena naeka ice mpaka kitu kama 1 am. After 1 am nilikuwa naenda kwa bathtub naeka ice tena naingia kwa ice. Yani nilikuwa nalala kama 3 hours. Yani nimeamka nenda tizi. Hebu niambie nilikuwa nalala kama 3 hours for more than 6 months. 3 hours peke yake? Na mchezaji naye ni rest. So because of injury, so me, I wanted to work hard and like come back and play again. Si ati nilikuwa nataka ni rest sikuwa nataka ku rest because nilikuwa bado siko fit. I don't want to rest when I'm not fit. I want to get back to the pitch. So nilikuwa nafanya vitu, yani nilikuwa na go out of like my normal days, and najaribu tu yani niko fit, nafanya extra things to get ready to go back to that pitch, but God pia ni mkubwa jo, niliweza nika overcome, nikarudi fit. So I didn't get much playing time, and I was patient. I was patient, and bado kwa no patience, I didn't see any fruits because niko naona saa it's too much, you know. I need to play but sipati hiyo game hiyo playing time, and mimi ni ule mse kama sichezi I rather go somewhere I will play, because kama sichezi sina hiyo happiness. Mchezaji ni kucheza. Ni kucheza. Because ukikuwa mahali na uchezi, hiyo utakuwa unajidanganya. True kabisa. Ndio mahali hata kama ni chini ama mahali pale unacheza unapata hiyo playing time. Then that's where you get your happiness. Me, I tell you, that's where I get my happiness. When I'm playing, I'm happy. So nilikuja karibu nikaona ni kama sasa na lost my, nikaona ni kama I'm losing my happiness with the game, because I love the game so much, na ni kama na lose hiyo happiness. Nikasema now I have to force my way out. I have to go. Whether I like it or not. What was the extent of your injury? Because hapa mtaani, na wewe ni mtu umezaliwa mtaa, umegrow mtaa, umecheza boli ya mtaa. Hapa mtaani si ucheza tu na injury. Is it an injury that ungecheza nayo ama ilikuwa ni noma kabisa? Singeweza cheza nao, ningetulia kwanza. Goti huwezi cheza, unajua goti kwanza, injury ya goti huwezi cheza nayo. Goti ni goti. Goti ni goti. Goti is kwa ball, goti pia ni engine. True. Hapo ndio power. Bado. So hapo ilibidi singeweza cheza nao, ilibidi kwanza nitulie, recover, then turudi. So kuna swali hapa imekuwa kinisumbua. Umeishi nje, umecheza ball majuu, umecheza Scotland, umecheza England, sasa hivi uko Canada, umecheza pia mtaa.
difference ni gani? Ama jamaa wa huko majua naipataje right as a captain of the national team? What are we doing different that is not the same as what those guys are doing huko pali huko? So I will start with the Kenyan league, you know. The structure has to be right. Lazima structure ikuwe right. Team lazima ikuwe na ukisema structure unamaanisha nini? Nikisema structure namaanisha the team inafaa kukua from the youth system mpaka kwa first team. Kunafaa kukua na hizo steps. You don't have to skip those steps. Kunafaa kuwa na hizo steps. Kunafaa kuwa na youth kama academy ya team, kama academy ya FC, kutoka academy ya FC unaenda labda second umetaja FC umesema ni timu kubwa. Of course, FC ni timu kubwa. Kenya ni FC na Gor, the team kubwa. So they are the big teams. But so nasema hizo steps, jaribu kupata hizo steps. Tunaanza na youth, kutoka kwa youth level unakuja kwa nini? Hii academy level unakuja kwa na graduate to the youth team. Youth team unakuja unaenda second team. Of course second team unakuwa ile unakuwa picked, unakuwa kwa bench ya first team. Unakuja tena labda unacheza na hii youth league. This team kwa hiyo ligi yao. So kwa hiyo system imesetiwa hivyo kwa kila team. Alafu hii youth team inacheza na youth teams zinacheza na hizo teams zingine za youth kwa league. So kuna kama youth league pia. Kuna youth league. And then tunakuwa pia na hizo sasa academy leagues. Hasa hizo za under 13, under 12. Hata kwanza hiyo under 12 mnaweza cheza na mazones. Wale wako karibu need kwenda mbali. Mnacheza na mazones. Alafu mkifika mahali kama tuseme ikifika mahali kama wamemaliza ndio mnaweza waleta mahali pamoja wakacheza playoff kama hizo ma youth team. So hiyo system ikishaekwa hapo unapata hakuna player anaweza skip. Yaani umekuwa schooled poa. Umekuwa schooled poa. Na kuongelea pia juu hii na maanisha pia hiyo facilities zinafaa kuwa in place. Ukisema facilities unamaanisha ma study, ma training grounds. Yes, training grounds. Like team zinafaa kuwa na ma training grounds zao. Najua ni ngumu because unajua si team zote zina team moja zina do. True. Tunasema team zote zina do. But hii ni kitu pia I think ukikuwa na proposal poa tu mnapelekea gava. Gava inaweza saidia labda inaweza chip in. Kuna proposal poa mnapelekea gava mnasema ni aje sisi tunataka mfanye hivi na hivi na hivi. But gava ukisema gava utapeleka hiyo proposal as an individual team like Gor Mahia. Nilikuwa nasikia juzi nilikuwa na uji jamaa fulani hapo Agora anaitwa Osano Boniface alikuwa anasema kama gava Moi akiwa prezi alipatia Gor na FC sijui shamba sijui wapi huko Kasarani ama sijui ni wapi. So itakuwa ina favor hizo team zile zimepeleka hiyo proposal ama there's another long term solution ile tunaweza apply. So wacha nikwambie, so kuna ma team mobs ziko na au ma owners. So sometimes ni wanaweza go out of their way kutafuta tu hata shamba tu nje, isitaki kuata Nairobi, nje Nairobi. Tafuta shamba mali mnapata pale tu timu yako inaweza kwenda train. Hapo mnaweza tu pale mnaweza train. Mna facilities zenyu pale. Kama wachezaji kwa kama unaweza provide basi wachezaji wanapata na mahali wanapelekwa na train wanarudishwa well and good. Kitu kama hiyo because a lot of training grounds haziko karibu ati na pale watu wanaishi wachezaji wanaishi huko Europe. Ziko mbali sio mchezaji ana drive. Watu wengine wanatoka drive 1 hour. Wengine hata wana drive 2 hours. Wengine 30 minutes, wengine wanataka kuishi karibu. So kitu kama hiyo, kuna vitu kama hizo unajua facilities vile nasema hivyo. Alafu kuwe na vitu kama hizi ma study. Kila team at least mkikuwa pia na mnatumia pia study. Kutumia hii study moja, pia study moja ni ngumu pia, unaona? Kwa study mkitumia moja pia study inaharibika.
kuna labda na wear and labda tear. So pia unapata ile quality ya ball haikui nini, uwanja na surface ina mata sana. Yes. Ukitaka kupewa upate pia quality football, lazima surface pia iko poa. So unapata wachezaji wetu pia tuna struggle because pitch labda ni mbaya. Hiyo kupiga pass unapata tena pass ina delay, like mna lose a lot of time mkistruggle kumove ball ama ku create what you have been training for. Is it something you also struggled with siku ile ulienda kucheza pro? Because nilikuwa nasoma mahali ya kwamba ile nyasi, hata nyasi ya tuseme kama timu kama Barcelona, their training field nyasi imekatwa same na level ya in terms of level na Camp Nou. Yeah, stadium. Yeah. So is it something you struggled with? Mi nilikuwa na bahati sana cause mi nilianza mapema. Mapema nikienda Sweden. Na pia bado nikienda huko ni something pia nilistruggle cause ulikuwa unapigiwa pass hivi. Unajua yani uwanjani carpet ukipigiwa pass hivi ukicontrol hivi unashtuka. Inaenda pale kidogo jamaa amechukua juu niko nimezoea bump kwanza unangojea inakujaje kwa ikibao hivi. Sema kweli pia ile ground ambayo tulikuwa tunajua kuchukua hiyo ball. Lakini sasa umepata sasa ile poa inakutatiza. Ni quick, unajua? Inakuwa ni quick. Ball ina move quick, kila kitu ni chap chap. So inakuwa ni hard, lakini sasa ukiendelea kuzoea just like it. But itakupatia mtihani, inakupatia mtihani for maybe few weeks and then after unakuja kuanza kuzoea. Unaizoea Sasa mimi nilikuwa nataka kuuliza, kulikuwa na rumor, sijui kama ilikuwa ni ukweli, maybe unaweza confirm ama deny. Watu walikuwa nasema ni kama unataka kujenga pia academy ya ball na vitu kama hizo. Is it true? Ni kitu nafikiria niko nafikiria kufanya soon. Watu labda wataona kila kitu kiko poa. Na yangu mimi niko nafikiria pia hiyo ni ngumu sana kufanya Nairobi because Nairobi unajua pia kupata shamba. Nairobi shamba ni 200 million. So maybe one day labda Busia ama mahali so ni kitu itafanyika. So in a few na have to discuss na bado tuko kwa hizo discussion vile tutai execute na my team na agent wangu. So then we see kama naweza kupatia vision yangu ile nilikuwa nayo kwa kichwa kidogo. Unajua mimi pia nilikuwa nafanya job Dubai for a very long time. Na at some point nilikuwa nafanya job kwa real estate company, and I think it's the same model ile inatumika in Europe hata. When someone wants to build such a big project like that, what they normally do, wanakuja wanaget shamba. Once we get shamba, unajua maybe hiyo academy ina need maybe 20-30 acres, whatever it is, and then unaita architecture. Anakuja anakuchorea plan, anakuwekea hapa, anakuambia hapa kutakuwa na uwanja kama 3 za ball, hapa kutakuwa na mall, hapa kutakuwa na gym, maybe hapa kutakuwa na hostels, and then that is now what you present to potential partners or suppliers. I think with that mentality and maybe the kind of exposure ile tuko nayo, maybe ni kitu pia sisi tunafaa kwanza kufikiria kama watu tumecheza game na watu tuko kwa hii game, because and that will bring me now to the next question ile nilikuwa nayo kwako about retirement plan, because if you have this as a plan, inaweza kuwa hata fallback plan after life after football, sio? Kweli ndio, because for me na plan pia kujaribu kuhelp pia after my career, najaribu I think bado nina passion ya ball, so ni ngumu sana kutoka kwa ball. Hawezi toka kwa ball. Nitapenda bado kwa ball, kutry kuhelp kucoach vijana na kutry kupatia hiyo hizo skills zenye unaweza ku make life career in football. So unafikiria maybe in future uta take up maybe coaching badges ama management, ama itakuwaje? I think that's something I'm thinking of, taking the coaching badges na
Maybe just a final question before we move on to the last bit of the interview. Ulikuwa meka nini England miaka ngapi? England nimekaa 8 years, alafu Scotland 2.5. So kulikuwa na rumor kwamba ulikuwa umeapply citizenship. Tupeleke na rada. Citizenship mimi ni Mkenya bana. Mimi ni Mkenya. Original Kenyan. And I'm proud to be Kenyan. So I think citizenship doesn't matter. You know, you qualify for the citizenship and then unachukua labda passport, but I'm still Kenyan. I'm Kenyan. I'm 100% Kenyan and I'm proud. That is good. Nataka kuingia kwa FB kidogo nisome ma comments. Najua huko kumewaka moto. Kuna mtu ameniuliza hapa, Cheche is watching. Cheche ameniuliza swala nyeti hapa. Anakuulizaje? Hebu nisikie. Cheche anauliza, Wanyama, do you love me? As who? As his brother. I love him as his brother, yeah. Aya, nataka kusoma hapa. Kuna mtu anaitwa hapa Simba Joseph kwa Facebook. Anasema, I support the idea of starting at Talents Academy, but our young boys should also be encouraged to study. Of course, unajua ukijenga kama uko na academy, lazima uweke chuo ndani. So, because to be honest, si kila mtu ita work out for them. Si kila footballer ita work out for them. So akishindwa huku, hakuna kitu yenye inaweza inaweza msukuma mahali. So which is education. As a fallback plan. Yeah. So unasema as much as watu wanasema mambo za academy na vitu kama hizi na maybe career, pia education is very important, sio? Yeah, it's very important because kila academy kuna shule na wana curriculum different from other schools because time yao si same na hizi chuo zingine venye wana chop. Wana time yao ya class, wana time ya kutrain. Yani vitu zao vile wanafanya ni different, but there is time for everything. Alafu wanafundishwa in a special way. So of which unafaa kuwa na the best teachers, wale wanaweza na student chini vizuri, kama wanamjuani inside out, wanajua huyu nikitaka kumuelewesha nafaa kumpeleka polepole nini na nini hivyo. So it takes a lot of time. Festus Chuma kwa Facebook pale anasema 4 years ago Drogba Foundation was accused of misusing money channeled to it. Do you personally follow up Wanyama Foundation to see that money given does go to the right cause? So far I think no one has misused the funds, and kama familia yangu na mimi si ndio tumekuwa tumeweka doa hapo. So there's no one has already donated, and my interest ni kusaidia watu vitu wake imefanywa, because hii foundation ni kitu nilianza kitambo tangu nikuwe Belgium, but tulikuwa tunafanya tu na family, but sikuwa nimeifungulia bado sikuwa nimefungua website. So we are not interested to come and take the money from foundation and do crazy things, because for me najua I know how it feels coming from a Christian family. I've not been raised like that, like to steal what is not yours. So kama kitu si yako, don't try to steal what is not yours, or what absolutely to the needy. Absolutely. Mother nakutana gani hapo. Unajua siku hizi pia mimi nimeanza kukimbia huko, mimi ujog mbaya kila jioni tukiwa na Chris.
So mi ukutana na mother akipiga pia malap zake huko kwa barabara na msister. So Kimbia. hiyo mi ukimbia buda, niko fit mbaya. Hata kusaini ngwe. Niliona. COVID kisha. So niko nasema kuna open, we are open to show everyone if people start donating anyways, we are open to show the cash flow, how we do the things. We want to be different. We don't want to get involved in fishy things. So that's the thing, like what belongs to the community, let it go to the community, to the needy. And that's how you get the blessing, I think. Absolutely. Zax Oguda anauliza, are you happy with the current FKF leadership? And if no, would you back any former player? Oh, that's a that's a good one, Zax. Hiyo imeingia nding. So I would say there have been some staff I've been happy with them. There are some staff I've not been happy with them. But everything, to be honest, kuna kogana mahali watu ukosea na watu wanafaa kuwa free ku rectify. And I will always support anyone who has a good idea and anyone who has a good idea and a good vision to put the football in Kenya forward. I will always support. History ya ban, because kuna uwezekano tunaweza kuwa banned hata tusiparticipate kwa qualifiers za World Cup. Unaonaje? What's your take as a captain? I think nasema it's painful. It's very painful kufika stage and mnaenda kubaniwa because of money owed to a former manager. It's very painful to see something like that going to ruin a lot of players' dreams. Because nowadays football hawezi semati, hawezi predict. Everyone has a chance. Every team has a chance. True. So this is football now. Kubaniwa itakosa sana wachezaji wengi na itaturudisha nyuma kama a footballing nation. So ni kitu tunafaa tujaribu kuiavoid because si picture poa. Si picture poa. Also out there, I've been asked by my fellow teammates, some teammates, is this true? And then I'm like, it's true, but it's something that I think is something that they'll sort out. But now if something like that goes through and then it happens that we have been banned because of that issue of money, then it will be shame. It will be a big shame. Yeah. Eugene Meso ameuliza hapa. Anasema Areas za AFCON allowance hamtauliza leo. Sasa sitaki tuongee story ya Areas, nataka tuangalie Beryl Okech. Beryl Okech pia ni dem fulani anafanya vitu fiti sana huko Kisumu, na kuna hii Kisumu All Starlets wanafanya vitu poa sana huko. Anasema ask Wanyama if he knows anything about women football, and if he is he happy with the foldings happening to them? So I think it's something about women football. What's your take about women's football in Kenya? I think women football in Kenya is improving a bit, and our team has done well. Our ladies team has done well. The Starlets have done well, very well, yeah. And I think they need the support. They need much support, and they need that support because they have shown what they can do. And if they get the support they need, I think we'll be even much better. We'll be even much better because our Monisha
back to back wanaweza qualify for AFCON, and they have been also rubbing shoulders with the big West African countries, the likes of Ghana, this Cameroon, Malawi na Zambia. Wamekuwa wanacheza na team poa na wamekuwa wanapata results poa. So I think they need much support. I think their league also, they have to be recognized with their leagues, and also be put up there with the same as our main Premier League. Since we are running out of time, unajua mambo ya ball tunaweza ongea usiku, mchana yote, usiku nini, yani football talk anytime. Nataka kuuliza hapa maswali kama 5 tu hivi tukiwind up show. Okay. Best coach you've worked under, inaweza kuwa mtaa, inaweza kuwa pro. Best coach you is I think Matano nini? Okay, work under a lot of very good coaches. I've been with Neil Lennon and Pochettino, a bit of Jose, Ronald Koeman. They're all the like best, you know. They're all one of the best. They're all the best in the world, you know. They are up there with other best managers in the world. But if I have to pick, itakuwa ngumu hapo. Lazima. I will just say maybe because all of them they are the best. But I will go with Neil Lennon because I won trophies under him, so I'll go with him. Awesome. Best teammate. Wow, wiwa. Best teammate pia. Cheche, unajua Cheche qualify hapo. Cheche yuko kwa hapo best teammate. Yeah, Cheche is the best. Cheche is the best joker. Achana Cheche. So, okay, best teammate nasema nani? Best teammate pia nimekuwa na teammates wapoa sana. Best teammates, that's football wise, eh? Yeah, football wise. Like how we say Moussa Dembele, the French guy, eh? No, not the French guy, the Belgian midfielder. Moussa Dembele. Yeah. Moussa Dembele alienda China, I think, yeah? Mlikuwa mmepiga partnership nyingine hapo kali hapo. Naweza sema Musa. Musa, okay. Best Harambee Stars coach? Best Harambee Stars coach, man. What can I say now? To be honest, yona niweka kwa nini lakini hata wanajua kuna ule mdeadly ku, unajua? So iko tu sawa. Okay, kumekuwa na wote wamekuwa kali kusema kweli. Kumekuwa na ni vile tu mimi naenda na ule okay, naweza sema Amrush alikuwa mkali. Kimanzi ni mkali. Amrush ni mkali, Kimanzi ni mkali. Ukumbi ni mkali. Nani mwingine alikuwa hapo? Kulikuwa na Bob Williamson. They are all the best, you know, but their time maybe wengine walikuwa na limited time. Kimanzi siwezi muongelea sana kwa sababu Kimanzi pia alikuwa part of Minye akitupeleka AFCON. So Minye naweza sema pia amechukua kutupeleka AFCON. Na Kimanzi alikuwa in the team. So hopefully tukimake up hii ingine Kimanzi atakuwa pia kwa area. But they are all top coaches. Uja pick one bwana. Uja pick one. Lazima pick one. Pick one. Umesema ni pick one. Lazima pick one bwana. Amrush mimi nadhani alikuwa kwa hiyo time. I think Amrush alikuwa ndio. Mimi ukiniuliza personally me I will go for Amrush, but I don't know. Okay, Amrush alikuwa the best pia. Amrush alikuwa the best. But sasa
Bila nimekwambia unajua they are all the best but sana sijui naweza kuambia nani hapo because it's tight. Honestly it's tight. Usikuwe na wasiwasi. Wanaweza kuquote hapo. Twende kwa msosi. Unajua kama Waluya hatuwezi maliza interview bila msosi. Kuna hii siku ulisema spaghetti na the Luya Council of Elders led by my good brother, you know, he's the chairman of the Luya Council of Elders, anaitwa Brian Malenya. Anasema ugali je, is spaghetti your favorite food? No. Ama ilikuwa ya para? Hapana, acha nikwambie. Europe. Ni wapi utapata ile kienyeji? Si unatumana. Ile ugali ya nini? Wewe tumana, so lazima upate pia, alafu kuna game lazima kule na uende na diet. So that my best in Europe, my best was spaghetti because that was my best. That na kukula before games nini na nini. But nikirudi mtaani ni ugali kama kawaida. Umsuma ndio umrere. Ndio umrere. Disaka. Hiyo iko sawa. Your most memorable moment of your career? I say I cannot say the Champions League final because we lost. I will go with I think winning trophies at Celtic. At Celtic. Yeah. So if there's one moment that you have to pick ukiwa Celtic, ilikuwa ni gani? One moment I have to pick nikiwa Celtic. Beating Barcelona. Na ulipiga kichwa hapo Barcelona with only 11% possession. Mlikuwa na 11%? Only 5 shots on goal. Na mbili zilikuwa ndani. We, after hiyo game niliona mkipiga hapo gumzo na kina Iniesta nini? Uliwabuli mbaya hapo midfield. Mlibadilishana majazi? Yeah, I think that time I nearly swap na Iniesta, I think, yeah. Swap na Iniesta, yeah. Okay. Alafu the final question hapa itakuwa ni about your favorite holiday destination. Buda hujai kuja Dubai bana. Dubai. What's your favorite holiday destination? My favorite holiday destination inakuga mtaani Kenya. I miss my people. You know, you miss your family. Unataka kuwa mtaani pia kidogo. Kumingo na watu, but sometimes nikipata time mimi utaka naweza penda kuenda because ni just enough time ndio sikuwa nazo. But kiangalia nyingine kumekuwa na AFCON, unapata hizi zingine tena sijui kwa sama after break mmepatana tena mko na games za national team, so imekuwa ni ngumu sana kidogo, time kidogo inabaki umebaki mtaa. But I like to have also holiday. I've been to one Zanzibar. Huko Fumba. Kuna hoteli moja kali sana huko pia. Yuko niliona ilikuwa ni last year ama ilikuwa ni the year before, niliona Likao ulikuwa umeenda huko pia na kina baba. Ilikuwa ni kama I think ilikuwa ni naweza sema kama ilikuwa ni 2 years I think. Season yenyu ya Canada saizi huwa ina run kama ya England, tunajua ilikuwa ina run kuanzia August mpaka May. Ya Canada ina run aje? Ya Canada ni MLS I think inaanza March. Inaanza March inaisha I think November, kitu kama hiyo. Okay, cause nimekuuliza hivyo juu kuna jamaa fulani hapa wa Samiti huko cha kwetu huko anauliza, will Wanyama be present at your tournament this year? Unajua tournament yangu inakuwa December. Maybe
maybe ndakuwa around. Okay. I hope tutacheza mpaka hiyo December, so maybe hopefully kila kitu kirudi poa. Alafu kuna swali moja pia hapa nimeulizwa hapa na dem fulani wa Arsenal anaitwa Caro Radul. Unajua Caro? Najua Caro. Anasema mbaya, anasema yani wewe ukiwa Southampton ulikuwa unapenda kucheza sana na Arsenal, unatubuli nini? Unaweza mwambiaje? I think Southampton tulikuwa pia mimi kama kuna regret pia kidogo ni ile timu yetu ya Southampton. Tulikuwa na timu moja yani very good team. Kina Mane, Dusan, Schneiderlin. Kuna wakumbuka. Najua wote, mabeste zangu hao. Tulikuwa timu moja kali sana. So tulikuwa tunasumbua hizi ma top teams mbaya, na regret ni hatukushindaga kitu yote. Tulikuwa na team yenye ilikuwa na potential sana hivi. But Arsenal nasema tu I don't know, ni tu ile kwa yani ni vile tu yani ile kwa na nini, siwezi sema ati tuko na tesa sana, lakini ni ile tu tuko napiga job, ambia Caro kule job. So Victor, tuna wind up show. Nataka tu maybe kujua your parting shot. Kuna watu wengi sana wanaochapa. If there's anything that you want to tell them as Kenyans, the national team captain, just like a parting shot. Alafu nitatoka huko kwa live, then tumalizane na hapa kando hapa. Kuna vitu zingine nataka kuuliza. Kuna kwanza kadem kingine hapa kameniuliza, is Victor married? But hiyo tutajibu baadaye. For me, what I have to leave all the people with this, they have to stay safe, you know. Wasahau pia God, wasahau kuna God, wasiongelele pia sana mambo ya COVID, wasahau kuna God. True. Wazidi pia kuomba God. And kila kitu itakuwa poa. So they have to stay safe, follow the healthcare guidelines, and also wash your hands, sanitize, stay safe, and everything will be back to normal soon. Najua pia sports yenyewe watu kila mtu amemiss sports, so I hope everything will be back to normal soon, and everyone can be happy and back to normal. That was the captain Victor Wanyama, the Lion of Muthurwa. Next time tutamhost for a longer time, because I'm sure pia kona pilka, kona shughuli anataka kuongea maybe na jamii, so we let him go for now off Facebook. But kuna mambo moja mbili nataka kumuuliza offline kidogo. So thank you so much guys for watching, na hizi comment zenyu zote nitamforwardia asome pole pale, mwenyewe atawajibu.